and gentlemen, it's your girl Chanela with trending news from Manara TV. So one among the trending things huko mitandaoni ni kuhusu taarifa kutoka kwa Mwijaku na wale wanafunzi wa vyuoni ambao tumeweza kuona video mbalimbali pamoja na picha ambazo ziliweza kutrendi zikimuonyesha msichana mmoja wa chuo cha ardhi ambaye anafahamika kwa jina la Magi, kwa mujibu ya ile video, akiwa anashambuliwa vikali na marafiki zake, lakini pia pamoja na wanachuo wenzake ambao walikuwa wakimpiga, huku chanzo kikubwa kikiwa ni wivu wa mapenzi. Hatimaye hilo jambo liliweza kuonekana na liliweza kupokelewa kwa aina tofauti, lakini pia watu mbalimbali wakaweza kukemea vikali sana kutokana na vitendo vya udhalilishaji ambayo binti huyo aliweza kufanyia. Hivyo watu mbalimbali kuweza kuomba mamlaka kuweza kufuatilia hili jambo. Sasa taarifa rasmi iliyotolewa imepostiwa kwenye account ya Instagram ya Maendeleo ya Jamii. Hata Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Gwajima aliweza kuposti taarifa ambayo unaenda kuisoma. Taarifa kwa umma ambayo ilikuwa ni jana tarehe 24 April mwaka 2025. Hatimaye Mwijaku akamatwa na kuhojiwa na polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Tafadhali rejeeni taarifa yangu kwa umma ya tarehe 20 April mwaka 2025 na tarehe 23 April mwaka 2025 kuhusu mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliodhalilisha binti mwenzao anayesoma chuo kikuu cha ardhi, kwenye mabano jina lake limehifadhiwa. Kufuatia taarifa hizo, sehemu kubwa ya jamii iliuliza kuhusu lini anayetajwa kama Mwijaku angehojiwa. Napenda kutoa taarifa kuwa tayari Mwijaku ameshahojiwa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, na Mwijaku huyo majina yake rasmi yamebainika kuwa ni Mwemba Barton Mwemba ambaye ni mkazi wa Dar es Salaam. Aidha, wengine waliohojiwa pamoja naye ni Mary Matogoro wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Rayana Mkwawili wa chuo kikuu cha ardhi na Asha Suleiman Juma wa chuo cha uhasibu TIA. Pamoja na hatua hii, jeshi la polisi linaendelea na upelelezi kwa ajili ya hatua zaidi ya kisheria. Taarifa za kukamatwa na kuhojiwa kwa watu hawa zimetolewa tarehe 20 April mwaka 2025 na Jumanne Muliro, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Imesainiwa na Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Sasa hiyo ndio taarifa rasmi ambayo imetolewa, na sasa watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii wanapongeza juhudi hizi kutokana na zile video kuweza kugusa hisia za watu wengi. Ukiangalia pia ni jambo ambalo limeweza kuwagusa na kuwaumiza watu wengi, hususan kitendo cha ukatili ambacho yule binti Magi alifanyiwa. Maana katika zile video yule binti anaonekana kanyolewa nywele, mara kamwagiwa maji ya moto na pia kapigwa, lakini pia kutishiwa kuchomwa pasi, huku maneno ya karaha yakitamkwa juu yake. Lakini pia kuonekana kabisa kwamba ni binti ambaye kivyovyote vile akili yake haiwezi kuwa ya kawaida. Sasa tumeweza kuona pia juhudi ya waziri mwenye dhamana, yani Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Gwajima ameweza kulishikilia hili jambo baada ya kuona tu mtandaoni, baada ya watu kumtage yeye, pia akaagiza mamlaka husika ziweze kufuatilia hili jambo. Sasa watu mbalimbali wameweza kuweka maoni yao kufuatia hii issue, ili hususani issue kubwa ni kuhusu Mwijaku kamatwa. Maana baada ya hili jambo kutrend, tuliona vile ambapo Mwijaku alionekana akiendelea na shughuli zake nyingine huku akiendelea kuposti, lakini pia alionekana kwamba kwake hili jambo amelichukulia ni kwamba ni jambo la kawaida kabisa. Sasa haya ni baadhi ya comments za wananchi ambao wameweza kulifurahia hili jambo. Mmoja anasema, nafsi yangu ilikuwa haina furaha kuona kichwa mviringo hajakamatwa. Kichwa mviringo kama mnavyojua ni Mwijaku. Mwingine anasema, mama kumbuka kesho Ijumaa. Huyo Mwijaku alale huko mpaka Jumatatu ili mke wake aweze kucheza. Jamani. Mwingine anasema sheria ni msumeno,
Mwingine amesema kwamba sasa kosa la Mwijaku ni nini? Uonevu tu anavyoitwa shoga, mbona tupo kimya leo? Wanamgombania wadada alafu kwa mambo yao wenyewe. Mwingine anasema safi sana. Mwingine, nyie, mimi huyu waziri wetu nampenda. Mama, Mungu akulinde na kupe maisha marefu. Siku mwema. Mwingine unasema uraisi unakufaa mama, Mungu azidi kukuweka. Anyways, ukitaka kujua more trending news, stream on Manara TV, all digital platforms, all time, every day.